Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka 2026. Robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Leo ni siku ya Jumanne. Tukiendelea na somo la 6 robo hii. Leo tutaiangazia mada inayosema mambo yaliyo muhimu. Hii ni Februari 3. Kama somo la jana lilivyoonesha, mambo ambayo hapo kwanza yalimfanya Paulo aone fahari yalikuwa vizuizi kwa imani, kwa sababu yalimpofusha asione hitaji lake la Kristo. Paulo anatumia lugha ya biashara, faida na hasara kuelezea leja yake ya kiroho kabla ya imani. Ingawa hatupendi kulifikiria sana, kila mwanadamu ana leja ya kiroho. Hapo kwanza, leja ya Paulo ilipimwa kwa kanuni ya Kiyahudi za wakati huo badala ya kanuni za kibiblia kama zilivyofundishwa na Yesu. Baada ya kuongoka kwake, leja yake ya kiroho ilionekana tofauti sana, kwa sababu viwango vyake vya kanuni vilibadilika sana, kutoka fedha ya dini ya Kiyahudi kwenda fedha ya mbinguni. Yeye aliyeshuka kutoka mbinguni anaweza kusema juu ya mambo ya mbinguni na kuwasilisha kwa usahihi vitu vinavyounda sarafu ya mbinguni, ambayo ameipiga chapa sura yake na maandishi yake. Anajua hatari inayowakabili wale aliokuja kuwainua kutoka katika upotovu na kuwainua ili kuwaketisha kando yake katika kiti chake cha enzi. Anaonesha hatari yao katika kupenda kwao sana vitu visivyo na manufaa na hatari. Anatafuta kuondoa moyo katika mambo ya dunia kwenda katika mambo ya mbinguni, ili tusipoteze wakati, talanta na fursa katika mambo ambayo ni ubatili kabisa. Ellen G. White katika The Advent Review and Sabbath Herald, Julai 1 mwaka 1890. Katika ulimwengu wa dini ya Kiyahudi ya karne ya kwanza, Paulo alikuwa mtu mashuhuri anayeinuka kwa kasi mpaka kwa kupigwa upofu kwa kumwona Yesu aliyetukuzwa kwenye barabara ya kwenda Dameski. Matendo ya Mitume sura ya 9. Macho yake ya kiroho yalipoponywa, naye akaona vizuri. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 9 inasimulia kisa cha mtu mwingine aliyekuwa kipofu, kisha akamwona Yesu kwa dhahiri. Yesu alisema alikuja ulimwenguni ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Yohana Mtakatifu sura ya 9 ya 39. Kanuni hii inawezaje kutumika maishani mwako mwenyewe? Ni nini kinachoweza kuwa na thamani zaidi kuliko uzima wa milele mbinguni na katika dunia mpya? Hata hivyo, viwango vya kidunia vinawapofusha watu wengi wasione ukweli huu. Kuna ushindani wa asili kati ya vitu vinavyothaminiwa hapa. Tazama Mathayo 13:22, Luka 4 aya 5 na ya 6, Yohana wa kwanza sura ya 2 ya 16, na vitu ambavyo mbingu inavithamini, mfano wa Kristo na roho zilizookolewa. Ulimwengu unaweza kutupofusha tusione kweli za kiroho na kile kilicho muhimu hasa. Ni kitu gani muhimu kinahitajika ili tudumu kutazama kile kilicho muhimu hasa? Hii ni Februari 3, siku ya Jumanne, mambo yaliyo muhimu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.